Karibu sana kwenye On The Bench kutoka hapa Kariakoo, soko kuu la Kariakoo Ilala jijini Dar es Salaam. Tunazungumza leo na wafanyabiashara wadogo wadogo kujua changamoto wanazokutana nazo, mafanikio na walau kama kuna maswali na majibu kwa mkuu wa wilaya ya Ilala ambaye tunataraji dakika chache zijazo ataketi nasi pale kwenye kijiwe cha kahawa. Na hii ni On The Bench. Mimi ni Lambert Stanislaus. Asante sana kwa Tasib pamoja na M Lipa. Karibu. Tupo na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala Bi Sofia Mjema, na pia tupo na mwenyekiti wa Wamachinga mwenyekiti wa Wamachinga hapa Kariakoo. Leo tunapiga story kuhusiana na biashara za Wamachinga, na swali letu la kwanza litakuwa ni kwamba je, wana enjoy kufanya kazi ya Wamachinga, na baadaye kidogo tutagusia changamoto zao. Tukumbuke kwamba wafanyabiashara zaidi ya 5,600 hapa Kariakoo walipewa vitambulisho rasmi vilivyotoka kwa Mheshimiwa Rais. Wote wamepata. Changamoto gani wanazipata ama ni faida tupo? Tutazungumza hapa leo. Napiga kashata, mheshimiwa anapiga kahawa na kashata pia, na mwenyekiti vivyo hivyo. Labda kabla hatujaendelea sana, mwenyekiti ungetukaribisha na kutupa picha kidogo ya wafanyabiashara wadogo wadogo wa Machinga hapa Kariakoo. Mimi naitwa Steven Rusinde. Ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo wadogo hapa Kariakoo, mwakilishi wa wafanyabiashara wadogo wadogo mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa Machinga Tanzania. Hapa tulipo ni sehemu sahihi kwa sababu ndio chimbuko la wafanyabiashara wadogo maarufu kama Wamachinga. Na hata ukiangalia kulia kwako hapo utamuona mzee huyo hapo yupo tokea miaka ya 80 hapa anafanya biashara za Wamachinga. Kwa hiyo hapa tulipo ndio chimbuko la Machinga halisi katika mkoa wa Dar es Salaam. Na ukiangalia haya magorofa enzi hizo, wakati wafanya biashara hao wazee wetu tuliowakuta hapa pote palikuwa ni makazi ya watu. Walioifanya Kariakoo kuwa soko ni wafanyabiashara wadogo maarufu kama Wamachinga. Wafanyabiashara wakubwa hawa wameanza kuja miaka ya 2000, ndio wameanza biashara zetu ndogo ndogo. Hata mimi wakati nimekuja miaka ya 90 tulikuwa tunanunua Kitumbini, ndio biashara yetu kwa tunanunua. Hapa sokoni hapa Kariakoo kulikuwa ni soko. Hamna maduka ya jumla. Maduka ya jumla yalikuwa yako Kitumbini. Kwa hiyo sisi Wamachinga ndio tukafanya tukaichangamsha Kariakoo, hatimaye sasa wale wafanyabiashara wakubwa ambao wanauza biashara zao kwa jumla sasa wakawa wanatufuata kuja huku. Maana yake ni sasa waturahisishie, baada ya kwenda na basikeli zetu Kitumbini tuwe tunanunua hapa tunauza hapa. Kwa hiyo historia ya Machinga halisi ni hapa sokoni Kariakoo. Pale mlangoni ndio wafanyabiashara walikuwa wanasimama wanauza mifuko, wanauza sijui nini, betri. Mzee atakwambia hapo ambao sisi tumewakuta hapa. Kwa hiyo hapa ni sehemu sahihi. Karibuni sana. Mheshimiwa DC tuko naye hapa, ndio mlezi kwa sasa wafanyabiashara wadogo wa Ilala, ndio mlezi na ndio amefanya mambo yote haya. Kwa hiyo sisi wafanyabiashara wadogo wadogo tuna enjoy kufanya shughuli zetu bila kusumbuliwa, lakini tuna ndoto za kuwa wafanyabiashara wakubwa kupitia serikali ya awamu ya 5. Kwa sababu umemgusia mzee, wacha tuanze na mzee mwenyewe atuambie. Mzee, karibu sana bwana. Asante. Tunaambiwa wewe ni mfanyabiashara mdogo Machinga tangu miaka ya 80 kupita 80. Ulikuta panaitwa Kariakoo au Kariakoo ndio tuanzisha biashara hizi ndogo ndogo kama mifuko nini, na watu biashara hizi za jumla alikuwa hamna kama anavyosema mwenyekiti, kwa sababu ni watu waende Kisutu huko wakanunue biashara uzunguni ndio walikuwa. Alikuwa hakuna duka hata la jumla wala nini. Yaani duka imekuja sasa hivi baada ya sisi kufikia hamasa ndio zikaja hata maduka tena kaenea huko sehemu zote. Biashara hapa Kariakoo haswa miaka gani ilianza kuchangamka zaidi? Biashara kuanza kuchangamka zaidi kuanzia Umachinga huko. Ndio biashara miaka ipi hiyo? Hii mwaka 90 80. Okay. Ndio chanzo kwa sababu Machinga basi ilikuwa bado haijaungana, lakini sio Machinga kaangalia. Biashara gani hasa zilikuwa zinafanyika sana kwa hapa Kariakoo wakati huo miaka ya 80? Kwa mtu mwenye bakuli, mwenye ndio biashara, kwa sababu ukisema hizi biashara za nyanya zilikuwa sio za Machinga. Machinga zaidi biashara zao za nguo.
Tutarudi kwako baadaye kidogo mzee, utupe busara za enzi hizo. Ndugu zangu wafanyabiashara wadogo wadogo, karibuni sana, na leo tungependa nyinyi mzungumze zaidi. Labda sijui tuanze na nani atuambie anadhani biashara ndogo ndogo hapa Kariakoo ni rafiki, yani mazingira yenu ni rafiki yanawafanya mle bata, au kuna changamoto? Kama ni ndio, kwa nini? Na kama sio, kwa nini? Kwa utawala huu ambao sisi tunaona kwetu tumepata fursa ambayo hatuwezi kuisahau katika maisha yetu. Tunaamini hii fursa kwetu sisi ni fursa adhimu sana. Unazungumzia fursa gani? Kuruhusiwa kufanya biashara kwenye maeneo ambayo sisi ni halisi. Halisia yetu ni hapa. Yaani Wamachinga, ukizungumzia Wamachinga maana yake kwa mji wa Dar es Salaam ni Kariakoo. Sasa unataka kuniambia kwamba mazingira ni rafiki, mnakula bata kabisa. Tena ni mazingira ambayo hatuwezi kuyasahau, kama endapo siku yakawa yanaondoka mikononi mwetu, hatutoyasahau mpaka tunakwenda kabrini. Ukiacha kilimo kama ni uti wa mgongo wa taifa letu, kazi nyingine ambayo inabeba Watanzania wengi ni kazi ya umachinga. Wamachinga ni wengi kama walivyo wakulima. Nafikiri hata Mheshimiwa Rais mpendwa wa Tanzania, rais wa wanyonge, aliliona hii changamoto kwamba wamachinga ni sehemu ya ajira kubwa ya Watanzania. Tumekana marais wengi hawajafanya tukio kama hilo, zaidi ya kuchangisha pesa na kufukuzwa wamachinga ndani ya eneo la Kariakoo. Lakini sisi ndo waanzilishi, na wakati huo kweli biashara ilikuwa hamna. Tulikuwa tunauza ile mifuko ya cement ile. Na kama ile mifuko ya cement ile inatengenezwa kama mifuko ya kuweka unga. Ile ndio ilikuwa mifuko ya watoto wa shule kuendea shule. Kwa hiyo ile ilikuwa ni biashara kubwa sana, kwa sababu ukinunua asubuhi mpaka saa 4 ushauza ile biashara, unaweza kwenda kupumzika ukarudi tena kesho. Na kuna hii vidonge vinaitwa Yambo kwa ajili ya kuziweka nywele ziwe nyeusi. Hiyo ndio ilikuwa biashara kubwa ya wakati huo. Alafu kuna cheni za kina mama, wakati huo begi hamna. Hata mfuko wa lambo wakati huo ilikuwa hamna. Na hii rami ilikuwa hamna, ilikuwa na udongo tu hapa. Na majumba ilikuwa ni mengi ya udongo, sio kama ilivyokuwa sasa hivi. Kwa hiyo machinga asili yake kweli ni Kariakoo. Ni mazingira haya kwa sasa hivi rais alotuletea ya kutuambia tuwepo hapa bila kufukuzwa. Kwanza tunashukuru, maana misingi yetu mingi sana ilikuwa inakufa wakati huo. Unapata msingi leo au umekopa leo benki, kesho unanyang'anywa pesa yote. Unaona? Hicho kitu kilikuwa kinaturudisha nyuma sana maendeleo yetu. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru sana. Na tunaye DC hapa, kama mazingira yanazingua sehemu anaweza kayashughulikia. Au tuko vizuri kote? Una wazo tofauti kidogo? Mimi kwanza nimpongeze DC wetu kwa kuwa mlezi wa wamachinga. Lakini pia nipeleke shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa kuweza kutupa fursa hii azimu wa machinga. Pamoja kuna changamoto ndogo ndogo zipo, maana hilo haliwezi kupingika, kwa sababu kila kilichokuwa kizuri kina ubaya kidogo. Pamoja rais leo anafanya mambo makubwa, lakini wapo watu ambao wanampinga kwamba hafai. Lakini sisi wa machinga tunaona kwamba ndio kiongozi bora katika Tanzania, katika viongozi wote waliopita katika urais, sababu ameweza kuangalia jopo kubwa ambalo linazunguka jamii ya Watanzania. Sababu Watanzania tumekuwa elimu kidogo hatujapata zile ambazo ziko vizuri zaidi. Kwa hiyo 90% tunajiingiza katika umachinga, na tunaona fursa ambayo iko kwa Tanzania waliokuwa wengi sasa hivi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alipotupa fursa hii ameweza kutengeneza kitu na ameweza kuondoa mashaka ya Watanzania, kwa sababu Watanzania walikuwa wanaishi katika mashaka makubwa sana, ambayo ilikuwa labda leo hii machinga akija Kariakoo anahisi asijui atarudi salama au atarudi ambaye kwamba mshapata ajali, kwa sababu kuna mgambo, kuna vitu changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinawazunguka. Lakini leo hii machinga leo hii anaweza akaja kupanga biashara, akaenda kusalimia sehemu ambayo kwamba kuna ndugu zake, na akarudi akakuta biashara yake iko salama salimini, na akapata chochote ambacho kwamba akaenda kuwanufaisha familia yake na watoto wake kwa ujumla. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini sambamba pia na DC wetu, kwa sababu ameweza kusimamia katika hali na mali, lakini pia tumwambie aweze kutuondolea changamoto ndogo ndogo hizi ambazo zinatukabili sisi wa machinga. Tunao wafanyabiashara wakubwa ambao wanahisi kuwa wa machinga Kariakoo tumenyang'anya fursa zao za kufanya kazi kwa amani. Haya yapo na yataendelea kuwepo, lakini tunamshukuru DC yuko pamoja na sisi. Kabla tukienda kwenye hoja nyingine, jamani, changamoto, tungependa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya haswa asikilize changamoto kutoka kwenu ili azitatue hapa ama aondoke nazo kwenda kuzitatua. Kwa maeneo yetu ambayo tumekwisha panga meza, kuna wenzetu wana matoroli wanakaa katikati mule. Sasa unakuta hapa kuna machinga na meza yake, alafu kuna mwingine kaka na toroli pale. Sasa katika kuamua ugomvi kama sisi ambao ni wasaidizi wa mwenyekiti tuko katika mitaa, tunaamua, yani tunakuwa tufanyi kazi, tunaendelea tu kuwashauri watu kuamua kesi zao, wamegombana fulani na fulani. Sasa na sisi hatuna mshahara. Sasa kwa maana hiyo tunataka tupate muda wa kufanya kazi. Mimi naitwa Lightness Moshi.
Ni mama mjasiriamali ambaye nilikuja Kariakoo kwa shemeji yangu mmoja, akanitafutia eneo la biashara. Lile eneo mwenye lile eneo alikuja, nafikiri mwenyekiti anamjua, anaitwa Filipo, ndio jina nalijua hiyo. Akanikabidhi sehemu, akaniambia ni sehemu yako ya kudumu, kaa fanya biashara. Lakini baada ya miezi mitatu amekuwa ni kila akija ni matusi, ni kunitukana, kuniambia unataka kunidhulumu eneo langu, hapa utaondoka. Ni kunifanyia vita kila siku. Nimevumilia, nilitaka nikaripoti kwa mwenyekiti kwa sababu anamjua mtu matatizo yake. Nikapanga mimi niende kwa mkuu wa mkoa. Nikasema siwezi kwenda kwa mkuu wa mkoa bila kwanza kupita kwa mwenyekiti, nipite na kwa mkuu wa wilaya kwako. Lakini nimekaa pale, kuna mtu kaniambia kaja pale mwenyekiti ndo mkuu wa wilaya, ndo nimekuja hapa. Pale nafanya biashara, lakini kila siku matusi, yani ananichukia kama nimemuulia mama yake mzazi, akati yeye mwenyewe ndo alonipa eneo. Na wakiwepo mashahidi kama 4 ambao wako kule juu kwa mwenyekiti, ndio walotafuta eneo wakaniita na hela nikatoa. Zamani tulikuwa tunakaa na wale kina mama wa matunda wale. Baada ya kukaa pale biashara ikawabana, nakumbuka siku moja mama ulikuja hapa, walikuomba wale kina mama watafute eneo. Wakapewa eneo kule Masoko nyuma. Wakasema biashara ni ngumu. Wakapewa pale usawa pale, na mpaka leo wako pale. Lakini cha ajabu, baada ya siku 2-3, baada ya miezi 2-3, yule mmoja katoa biashara, kaja pale katika biashara zetu, kaweka mbele biashara nyingine tena, sio matunda. Kafungua sabuni na nini, kaweka mbele. Mimi nikamwambiaje, mheshimiwa aliwapeni maeneo mengine mbadala. Kwa hiyo sisi hapa mtuache sisi, sababu matunda hapa hayaendi. Lakini mpaka sasa ninakwambia mwenyekiti kajitahidi mpaka kachemka, tulikuwa na ubishi wa yule dada. Wewe namba mkuu nisaidie. Yuko mbele kabisa biashara yangu, achana kuuza. Kero iliyokuwepo kubwa kwa sisi wafanyabiashara wa maeneo haya ni huu mtaro. Huu mtaro sisi unatusumbua sana. Na sasa hivi maradhi yapo mengi sana. Haya unayoyaona hapa ni mkuu wa wilaya, haya ni maji machafu yanayotoka katika machemba. Haya maji hayakauki, hayajulikani mvua, hayajulikani kiangazi. Yanatokea wapi haya yanatokea tunaposemekana chemba kubwa ipo kule. Lakini hii chemba muda wote hapo tunapokuja mkuu wa wilaya maji ndio hivi. Na hata ukiangalia sasa hivi hapo maji yanatoka. Sasa tulikuwa tunaomba mkuu wa wilaya jambo letu ili utusaidie kwa sababu sasa hivi mlipuko wa maradhi ni mengi sana. Tuanze na hilo, tutamalizana na hoja hata moja baadaye ya mzee, alafu tutaendelea na mambo mengine. Karibu sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kwanza kabisa nikushukuru sana Lambert kwa kuweka jambo kama hili, au sio jamani wana Kariakoo, sio? Tunakula bata hapa, mimi nimepiga kahawa, nimepiga tangawizi, kwa hiyo mambo ni murwa tu. Lakini hili ni jambo jema. Leo hatuko kule kwenye mitaa yetu ambayo tunazoea kwenda, tuko kwenye kijiwe kwa kahawa, tunasikiliza kero hizi. Nimezisikiliza hizi kero, labda nianzie na kero ya kwanza ambayo ilikuwa ni kuhusiana na mwendo kasi. Mwendo kasi pale tulishasema, watu tunajua tatizo walikuwa wanachukulia agizo la Mheshimiwa Rais tofauti. Mheshimiwa Rais ameruhusu kufanya biashara mahali popote. Lakini katika yale maeneo ambayo ni ya serikali ambayo yanahifadhiwa au maeneo ambayo serikali inaweka vifaa vyake au mashine zake au barabara ya mwendo kasi, maeneo hayo hayaruhusiwi. Na tulishaambiana na nilishakwenda si mara moja si mara mbili, nimekuja kwa mwenyekiti, unakumbuka? Tumechukua pale watu wa mwendo kasi tukawaleta huku. Sio rahisi kumhamisha mtu pale anapozoea na kumleta, lakini tuliwahamisha huko. Kwa hiyo tungependa watu pale katika mwendo kasi hata mle ndani walitoka wakaenda nje. Kwanza kabisa ni hatari kwa maisha yao. Unajua ukikaa pale ukawa unavuka ukawa unafanya nini? Hatari kwa sababu basi linaweza likakuunda. Wewe mwenyewe unaweza kukanyagwa na magari. Kwa hiyo tunayo maeneo haya ambayo tunataka waje. Kwa hiyo hilo ni zoezi ambalo lazima rudie. Kama alivyosema mwenzetu pale mmoja. Wamachinga wanaingia kila leo. Tulikuwa tunayo ile database yetu ambayo ilikuwa inayo 3600 ya kwanza kabisa, lakini tumeongezeka vichwa, tumefika 5000, lakini sasa tuko kwenye 8000 na vichwa. Leo tukisema tunachukua tena wengine idadi, tutafika 10000. Tunachotaka kuambia wenzetu ni lazima wakubaliane na katika maeneo tunayofanyia biashara, lakini maeneo ambayo tunaweza kuepuka ni yapi? Tuna mtaa wa Lumumba jamani, sio mbali hivi hapa. Nikisema kimbia Lumumba unachukua dakika ngapi?
ule mtaa ule wa Lumumba, kwa sababu sasa tumekuwa wengi. Mwenyekiti, sasa ni lazima tusaidiane, watu wakubaliane na ule mtaa, ama sivyo tutaendelea kukanyagana humu katikati kwenye mtaa. Biashara tutafanya na si mara moja, si mara mbili. Message mmekuwa mkiniletea, mkuu, sasa biashara hapa, yuko nyuma yangu, yuko mbele yangu, yuko pembeni yangu, hata mteja akipita hanioni. Na ni kweli, kwa sababu kila mmoja amekimbilia katika ile mitaa minne tuliokuwa nao. Tunayo Lumumba, tunayo Gerezani. Lazima sasa tufanye uhamasishaji wa kukubaliana na Lumumba, kwa sababu kama tukishazoea, wananchi wote wamezoea, Kariakoo ndipo sehemu wa machinga walipo. Lumumba watakwenda tu, Gerezani watakwenda tu. Hatuwezi kuendelea hivyo, masipo biashara haitafanyika. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba tuyafanye haya. Kule mnapotaka tutaleta watu. Kuna maeneo mengine, kwa mfano Kigogo Fresh, kulikuwa hakuna mabasi yanaenda, lakini sasa hivi mabasi yanatoka Kariakoo, yanatoka Mnazi Mmoja, na watu wanakwenda pale. Na hapo tutafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo huo utaratibu ni lazima tukubaliane sasa tuweze kwenda kwenye ile mitaa mingine. Lakini juu ya hapo lazima vitambulisho. Naomba niongelee hapa. Vitambulisho Mheshimiwa Rais ametoa. Kila mtu alipewa vitambulisho. Kwetu kwangu Ilala 27,000 nimemaliza. Ambayo 37,000 tumeshamaliza. Lakini nataka kuambieni hivi vitambulisho, ukiwa wewe umekaa hapa, mwenzio jirani hana, huyo mseme, kwa sababu haiwezekani huyu akawa na kitambulisho huyu mwingine hana, alafu tukanyamaza. Mimi Septemba naanza tena ziara yangu ya kata kwa kata. Lakini kabla ya kwenda nitakuja huku. Huna kitambulisho usikae huku, huna faida kukaa huku. Unasema kabisa. Na tukubaliane. Hakuna atakayeonewa. Wewe huna kitambulisho, hukumuunga mkono Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa msaliti. Lazima uwe na kitambulisho na ukivae. Mambo ya vitambulisho watu wawili watatu, hapana. Mheshimiwa Rais amekupa kile kitambulisho, wewe ujiokoe, uondoke kwenye huko umaskini, uje kwenye uchumi wa kati. Sasa kuna watu wengine wanatumia vitambulisho hivi, anakuwa amekishika yeye, alafu anaajiri watu wanakitumia kitambulisho. Hapana. Tutakuja kukunyang'anya. Hauwezekani wewe ndio una kitambulisho, alafu unaajiri watu, wewe nenda kitambulisho hicho. Na wewe mwenyewe unayepewa kitambulisho hicho, kataa. Kitambulisho hicho ni kwa ajili ya kwako wewe mnyonge ambaye Rais amekuona uweze kuendelea. Lazima wamachinga muondokane na hali ya umachinga sasa hivi. Graduate, muondoke hapa na nyinyi umwe mna maduka. Muweze na nyinyi kwenda biashara zenu ziwe za juu zaidi. Hauwezi kila siku kushika vitu mikononi. Kesho unatakiwa na wewe na duka lako. Na hii haitatokea pengine, na haijawahi kutokea, imetokea kwenye awamu ya 5 ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Kwa hiyo hayo lazima tuyafanye. Sawa. Hili lingine la watu ambao wanakaa mbele ya maduka, hata Mheshimiwa Rais amelisema, na nafikiri tulikubaliana na mwenyekiti. Nyuma ya duka kuna nguo. Wewe nguo usikae mbele. Mbele kaa sufuria. Nyuma ya duka hapo kuna sufuria. Wewe mbele hapa kaa viatu. Ili wote tufanye nini? Tuweze kufaidi, tuweze kufanya biashara. Tumeelewana? Na hapo kwenye hii mitaa ya kati ndio nimeshasema lazima tuweze kupunguza ili wengine waende kwenye maeneo. Lakini hata hivyo tuna masoko yetu ambayo tumeanzisha. Soko la Kisutu linaisha. Lina nafasi 1,600 ambayo tutaweza kuweka. Tutakwenda Mchikichini, tutaendelea pia na Ilala. Lakini kwa muda huu tunafanya nini? Kwa muda huu lazima tusaidiane ili watu waweze. Lazima tukubali, hatuwezi wote kukaa sehemu moja. Hivi hicho chumba wote tutaingia kutakalika? Tutakaliana, tutakufa, tutaanza kutoa mambo mengine ambayo hayafai. Hapa wamama hawa hapa walikuja kwenu. Walisema soko kuu walikuwa wanawafukuza, lakini niliongea na manager akawapa ile nafasi, akasema wanaweza kufanya biashara. Kwa sababu kila mtu anaruhusiwa kufanya biashara popote. Lakini haiwezekani tumeweka matunda mbele, mwingine akaweka sabuni ama nini. Huyo mtafutie eneo lingine. Kwa sababu DC hawezi kuja kapanga watu wote. Nyinyi ndio maana mpo kwa sababu ya kusaidiana hao. Lakini hapo nimesema na ni marufuku. Na huyo mtu anaitwa nani? Huyo Filipo huyo. Nataka aje aripoti ofisini kwangu. Hii barabara haiuzwi. Na sio yake ya kupokea pesa. Huyo analeta kwanza ni wizi, uhalifu
na huyo anataka kukusanya hiyo kodi ya wapi anayotaka yeye kuipata? Barabara hii haiuzwi. Mnauza kipande tu. Wao malipo shilingi ngapi? Nimempa 200,000. Amesema 200,000. Huyo akamatwe. Aidha huyo akamatwe apelekwe pale kwa OCD atuambie kwa nini anauza barabara. Hii barabara ni ya serikali na maeneo yote yako uhuru kwa kila mtu kukaa hapo. Yoyote anauza. Na mama sikiliza. Mtu akikuambia kwamba nakuuzia eneo hili, njoo uniambie. Nitakupa pesa za moto, tumkamate, tumtie ndani ili iwe fundisho. Ili iwe fundisho. Anakuambia nakuuzia eneo hili, mwambie sawa. Hela siku ngapi? Njoo, nakupa hela ya moto tuwakamate. Haiwezekani wewe unauziwa eneo, serikali haikuuzii, imekupa free. Wewe mtu mwingine analala nyumbani, anakaa anaishi. Jamani, maisha ya kuishi kiujanja ujanja yalishaisha huko nyuma. Awamu hii hatutaki hayo. Kwa hiyo hilo. Lakini kuna lingine hili la virukuu pamoja na teksi. Tulishakaa wale wa mwenyekiti na katibu wa teksi pamoja na virukuu tulishaongea nao. Na tuliwapa mtaa huu hapa wa nyuma, mtaa upi huo? Swahili. Niliwaambia wapange mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo hilo pia nitamleta hapa afisa biashara pamoja na afisa masoko. Turudi tena kupangana kwenye ule mtu wa Swahili. Ule mtaa ndio wa kwao. Hapo hapo unakuta kuna watu hao ambao wakishapanga zile teksi zao kama hapo unaposema hapo mnaanza kuendelea kugombana. Eneo hili ambalo ndio Tandamti yake mmeingia, nafikiri mmeenda paka kwenye zile teksi, kwa hiyo teksi na wenyewe wanataka kuja kupanga, virukuu wanakuja kupanga. Nilisema pia magari haya makubwa, hii Kariakoo huwezi kuingiza jamani huku gari kubwa. Tulisema anza saa 2 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Usiku ule una time ya kuteremsha mizigo na kupakia mizigo. Hili pia namwagiza OCD, magari haya makubwa yanaonekana mchana katikati ya masaa na yenyewe yakamatwe, kwa sababu tusipofanya hivyo hapa hapataweza kufanyika biashara yoyote. Gari kubwa mtu anashusha mizigo masaa 5, mtaa ule ama ukamata mwenyewe. Huku kuna wanaofanya biashara, kuna wanaopita. Haiwezekani. Haiwezekani. Mwenyekiti, utuambie utaratibu wa wafanyabiashara kupata eneo hapa uko vipi? Maana kuna lawama za watu wanapanga kwenye njia ya mwendo kasi kama walivyosema, kuna lawama wengine wanajipanga mbele ya wenzao. Kwa haraka sana, utaratibu wa kupata eneo kuanza biashara ndogo ndogo uko vipi hapa? Utaratibu kwa maelekezo ya mkuu wa wilaya, kama yeye ndio rais wa wilaya hii na ndio mwelekezaji wa chochote kinachofanyika. Maelekezo yake kwamba biashara zifanyike pembeni mwa barabara. Manake ulikuja mradi ambao ulifunguliwa na mbio za Mwenge 2017. Manake nini? Kwa mfano, tunaweza tukaona duka lile pale na mfanyabiashara anakaa pembeni kidogo. Anaacha baraza ya kupita watu. Anamuona nani mpaka anapata hilo eneo? Anatuona sisi kama viongozi. Kama viongozi. Sasa bahati wa machinga. Sasa bahati mbaya iliyopo, mtu mwingine anakuja na kitambulisho cha rais. Anasema mimi na kitambulisho kuna mbii chochote. Kwa hiyo na sisi hatujaruhusiwa yes. Kwa hiyo tunachokifanya si kumpa elimu kwamba pamoja na hayo lakini Kariakoo kuna utaratibu. Kariakoo tumepewa mitaa maalumu, lakini mitaa hii ina utaratibu ya namna ya ukaaji. Kwa hiyo tunampa utaratibu. Lakini kibaya Kariakoo kiwastani, labda niseme na mkuu wa wilaya yupo kwamba Kariakoo kwa sasa imejaa. Kwa hiyo waliopo imejaa. Kwa ile mitaa tuliyopewa imefurika. Haitoshi tena. Kwa maana hiyo nimshukuru leo amenipa tena nafasi nyingine ya kwenda tuanze mazungumzo upya, tuanze kutafuta namna ya wenzetu tuwasaidie. Hatutaki waondoke kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini tuone namna bora ya kufanya biashara ili wasipate athari zingine hasa kwenye maisha yao. Asante sana. Ndugu zangu, tunapozungumza sasa hivi hapa, muda si mrefu pengine pira likaja hapa likaanza kumshughulikia bwana Filipo, kwa sababu OCD ameshapigiwa na hizi baadhi ya kero zinashughulikiwa tukiwa hapa on the bench Kariakoo, au vipi? Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuendelee na swala la kero ikiwemo hiyo ya mtaro. Harakati sasa hivi au tuko kwenye utaratibu sasa hivi wa kusafisha maeneo yetu ya Kariakoo. Si kwa sababu tu tuna ugeni huu unaokuja, lakini tunataka tuufasafishe. Ili hapa leo hapa namwagiza, naomba umpigie sasa hivi Mwaitete aje na yeye hapa sasa hivi ili hilo tuanze kulishughulikia sasa hivi. Kwamba huo mtaro huo sasa ufanyiwe kazi
kama ni kutoa, kama ni kuweza kuzibua, tulifanyie kazi na mitaro hii. Na si mmoja tu, mitaro iko mingi. Na kwenye malalamiko haya yako mengi. Na hii mitaro pamoja na maji ambayo yanatuama, pia humo katikati kuna manyumba humo ambayo hayajajengwa. Kuna matatizo kama haya. Kwa hiyo yote hayo tunataka tuyafanye kazi. Kwa hiyo Mwaitete naye anakuja, nampa maelekezo huyo mitaro tuianze leo sasa hivi. Naamini mheshimiwa amejibu karibia zote tulizouliza, au sio? Ndio. Tunawashukuru sana jamani kwa kueleza yale ambayo mlikuwa mnatamani kuyaeleza mbele ya mkuu wa wilaya. Labda tuulize, jamani, tuna vitambulisho wote kweli hapa? Vipo kweli? Kila mtu avae basi tuone, vaeni. Hebu tuhakikishe bwana. Ndio maana mmepewa kamba. Kaka, kitambulisho kiko wapi bwana? Kitambulisho kimoja, machinga moja. Msishirikiane, kila machinga. Kama unamfanya kazi wako na yeye apate kitambulisho. Tunaelewana? Kwa hiyo hata ukimwacha mwenzio na yeye ana kitambulisho. Labda tukibaki kwenye swala la vitambulisho, wawili watatu mtuambie, vitambulisho hivi vimebadilisha kwa kiasi gani biashara yenu ya umachinga? Kwa hivi vitambulisho ambao sisi tumepewa na rais, kwanza vimetufanya wafanyabiashara wadogo tutembee tukiwa na fikra na malengo ya kutaka kubadilisha biashara zetu, tutoke pale tulipo tufikie kwenye level ambayo kwenye hii nchi tutakuwa walipaji kodi wakubwa. Kwa fikra zangu mimi, kwa kweli nashukuru sana kwa muono wa rais kwa awamu hii ya 5. Hiki kitambulisho kimeletea tija ya kila mmoja ambaye alikuwa anatudharau wa machinga kwamba sisi si chochote mbele ya nchi hii, wakati ni watu ambao ni wajasiriamali wa Tanzania. Tunahitaji pia na sisi tusonge mbele kufika hatua ambayo kila mmoja atahitaji kulipa kodi na kutuletea tija ndani ya jamii yetu ya Tanzania. Na pia namtakia heri na baraka pia kiongozi wetu wa mkoa wa wilaya Mama Sofia, pia kwa usimamizi wake mzuri na kuona changamoto nyingi ambazo zinamkuta majungu nini, lakini anajaribu kuzifanyia kazi na anapata majibu na kuelewa kwamba kinachofanyika hapa ni nini. Huyu anazungumza kwa maana gani, anazungumza kwa faida gani, lakini analitambua hilo. Namshukuru sana Njema kwa kulitambua hilo. Asante sana. Na sivyo tusingefikia hapa. Mapambano ya maisha ni mtaji. Kama una mtaji unaweza ukazeeka kama mimi wala usio. Lakini ukiwa na mtaji na nia unayo ya kutaka kupambana kama wenzio, na wewe uwe kwenye ngazi, lazima utapambana na utafanikiwa. Sababu Mungu akuleta mtu hapa mtesi. Unakuzaje sasa huo mtaji wako wewe binafsi? Mtaji binafsi mimi naweza kuwa na mdogo, kila nikifikiria inaishia kwenye ngazi ya siku moja tu. Sasa ili nipate mtaji mkubwa, labda nipate mkopo, kwamba nikipata mkopo hapa najipanga naweza kupanda ngazi kwa hatua hata mwaka hadi mwaka. OCD ameongezeka hapa na mheshimiwa mkuu wa wilaya ametupa ruksa. Kuna swali lolote ama hoja kuhusiana na ulinzi na usalama hapa Kariakoo? Kabla mheshimiwa mkuu wa wilaya hajamueleza lile swala la magari kuingia usiku. Mimi ni mfanyabiashara wa miaka mingi kuanzia 85 katika eneo hili la Kariakoo. Sasa mimi nimepata matatizo, nimepata ajali nikiwa katika biashara zangu huku. Sasa mheshimiwa, wakati zoezi la vitambulisho linatoka, nilikuwa nimelazwa hospitali ya Mloganzila hospitali. Nimelazwa miezi 7. Sasa nilikuwa namuomba mheshimiwa, nilipokuja hapa sasa hivi nimekuta vitambulisho vimetoka vya wafanyabiashara. Sasa mimi kwa kweli biashara yangu ni hiyo hapo. Hata uwezo wa kupata ile pesa 20,000 sina. Nilikuwa namuomba mheshimiwa anisaidie kwa hilo. Sawa. Nipe jina lako, alafu wewe mwenyewe uje nitakununulia kitambulisho kwenye wilaya nyingine umekipata, sawa? Haya, tumalize walau maswali mawili au hoja mbili kwa OCD. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, uongeze ulinzi kutokana na vibaka waliopo humu Kariakoo, wanyakuaji, chomoaji wale. Kwa hiyo nayo imekuwa ni shida sana. Askari hawa waliokuwa hapa wanafanya kazi, lakini ina maana maeneo ni kubwa sana, wenyewe wako ni wachache. Kwa hiyo hivyo ningeomba mheshimiwa hili jambo uliangalie, askari waongezeke kuzidi kudumisha ulinzi zaidi na zaidi na zaidi, ili Kariakoo iwe na amani na usalama mzuri uliotulia vizuri. Huyo OCD ni mtu mmoja mzuri sana, tangia amefika kwanza alianza kuitisha vikao kwanza viongozi wa machinga na kupita kwenye mitaa ya machinga, na fursa ambayo alitoa kwa wafanyabiashara, aliambia wenyewe wataje wezi ambao wanawafahamu na si wataje kwa pale, kwa sababu wanaweza wakazuriwa baadaye, wapeleke majina kule, hiyo kazi yeye atafuatilia.
Alisema mtaje wezi. Mtaje wezi, muje kule mniambie majina yao ni wezi. Na kweli siku ya kwanza alianza tu walipelekwa karibu 20 pale. Unaona? Kwa vile ni mtu mmoja yuko kiulinzi sahihi sana. Na ni mtu ambaye ametusaidia sana na anaendelea kutusaidia. Tunaomba Mungu na yeye amsaidie vile vile kumweka katika hali nzuri, tuendelee na kazi. Kwa hiyo hoja yako ni kwamba aendelee kukaza. Aendelee kukaza asipungue. Kaka karibu sana. Mimi nimpongeze OCD, lakini pia sisi kama taasisi ya wamachinga tunao askari ambao wanafanya kazi ya juhudi sana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nimshauri OCD afanye ushirikiano mkubwa na hawa askari wa wamachinga, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi za kujitolea au wanafanya kazi za kujitolea, lakini kazi ambayo wanafanya ni ngumu sana, ambayo inahitaji elimu, ushirikishwaji na supporta pia. Sasa tungemuomba OCD aweze kukaa nao karibu, hawa askari wa wamachinga watamsaidia zaidi, kwa sababu hata changamoto zilizokuwepo sasa hivi za barabarani, vibaka, kupungua na nini, hii kazi inafanywa na askari wa wamachinga kwa 90%. Kuna mpango ambao upo na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba Kariakoo iwe inafunguliwa masaa 24. Manake tunataka kuifanya Kariakoo iwe ni free trade zone. Kwa hiyo hilo lipo na OCD pia atasema hilo mwenyewe baadaye, kwa sababu alishapewa kamanda mambo sasa, kamishna wetu wa kanda maalum, kwamba hapa Kariakoo tuwe na biashara ya masaa 24 na tumeshaiweka Kongo hii ndio tuanze kuifanyia kazi. Kwa hiyo wakati tuko hapa tunajipanga katika utaratibu huo wa kuifanya Kariakoo iwe biashara masaa 24. Lakini lazima tujipange. Lazima sisi wenyewe tuonyeshe kwamba tuko tayari kufanya biashara masaa 24. Maana yake wale vibaka, wale wadokozi, wale wenye tabia mbaya zote zile tuwaondoe, wasiwepo. Na nyinyi wenyewe mnawafahamu, waondoke ili waweze kutuachia Kariakoo ikiwa safi na amani. Kwa hiyo hata yule ambaye alikuwa amesema naomba biashara ziwe zinalindwa ili zibakie usiku, tutakapoingia kwenye biashara masaa 24 tutaweza kuyafanya hayo. Sababu tutakuwa kuna taa, kutakuwa kuna CCTV kamera, wenzetu tumeshaongea nao hapa wa Kariakoo. Tutakuwa tunataka tulete benki ambazo zitakuwepo hapa, kwa sababu wageni wanapokuja wanataka na wenyewe kuwa wanatoa hela hata usiku. Kwa hiyo yote hayo tumeyaweka pamoja. Tunataka inapofika mwisho wa mwaka huu hilo zoezi hilo limeshaanza na inaendelea, na itambulike kwamba Kariakoo itawezekana kufanya kazi masaa 24. Tukumbuke kila mmoja wetu anataka kupata faida, anataka aongeze biashara yake. Yule anayekuja kukutilia kitumbua chako mchanga unamfanya nini? Unamuondoa ili asikuharibie, na anayekuharibia ndio huyo mwizi, jambazi na kadhalika. Watu hakikisha hawapo ili tuweze kuendelea. Kabla sijamkaribisha OCD nilikuwa na mambo mawili ya kukuagiza. Jambo la kwanza, tulishasema huko nyuma, magari makubwa yasishushe mizigo mchana kwa sababu biashara haziendi. Tuliwaambia waanze usiku mpaka saa 12 asubuhi, ushushaji wa mizigo yao utakuwa umeisha. Kuanzia sasa hivi ukiona gari kubwa ambalo sio kile kiruguu kidogo linashusha bwe, kamata. Kwa sababu tulishatoa oda, kamata watu washushe kuanzia 12 mpaka 12 asubuhi mitaa yetu yote, ili tuweze kuweka utaratibu wetu sasa wa mitaa na hali ya usalama, lakini na biashara zetu ziende. Gari likiwa linashusha watu ni vurugu, hamna kitu, itakuwa ni mvurugiko tu. Kwa hiyo hilo naomba ulichukue. Lakini la pili, mama anaitwa nani? Lightness huyu, kuna mtu mmoja anaitwa Filipo. Kuna Filipo, yeye ameamua kujiuzia barabara hizi na kuchukua pesa kuweka mfukoni. Kila sehemu anakokakata anauza 200,000. Hiyo biashara sijui ni ya nani, na huyo mkamate, aseme na wenzie wanayeuza, alafu na hizo hela amrudishie, na iwe mwanzo na mwisho. Akamate. Tukiondoka hapa OCD mtafute huyo Filipo na wenzake wengine wanayouza. Hizi barabara ni za serikali. Mheshimiwa Rais amesema hapa ni bure. Kwa hiyo hakuna mtu anayeuza. Anayetaka kuuza ni ndani na mahali pake ni ndani ya Sagwe. Kwa hiyo tunapoondoka hapa mtafute ili aweze kwenda kujibu mashtaka kwa nini anauza eneo la serikali, na 200,000 hizo sijui kawauzia wangapi, na pesa alizochukua aweze kurudisha. Baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe uendelee katika eneo lako. Nafikiri wengi tunafahamiana, si ndio? Ndio baba. Ya. Niseme mawili kama alivyotangulia kusema kiongozi wangu hapa. La kwanza ni ishu ya ulinzi na usalama. Ndugu zanguni, mlio hapa mbele, jukumu la ulinzi na usalama ni letu sote, wala si la jeshi la polisi peke yake.
Ukiangalia katiba yetu ibara ya 27 na 28 inasema jukumu la ulinzi na usalama ni la kwetu wote, sawa? Lakini kuna vyombo ambavyo vinaongoza hilo jukumu la ulinzi na usalama, sawa sawa jamaa. Na hii ibara waliotunga mimi nawasifu sana. Duniani kote askari ni wachache sana ukilinganisha na mahitaji halisi, sawa sawa jamaa. Wenzetu wa UN wanasema askari mmoja polisi anatakiwa ahudumie watu 350 mpaka 450. Umeona hiyo idadi eh? Tunachukua watu gawanya kwa askari, sawa sawa. Wenzetu wa Kenya askari mmoja anahudumia watu 750. Umeona gap ilipokuwa kubwa. Ndugu zetu wa Uganda askari mmoja anahudumia watu zaidi ya 900, askari mmoja. Ukija hapa nyumbani Tanzania askari mmoja anahudumia zaidi ya watu 1200. Umeona hilo gap eh? Sasa bahati mbaya sana ukija Kariakoo, kwa sababu tunaamini asubuhi watu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja Kariakoo, askari mmoja anahudumia zaidi ya watu 3000 ama zaidi ya 4000. Umeona hilo gap? Polisi peke yake hawezi akafanya majukumu yote ya ulinzi na usalama. Ndio maana tunawahitaji wananchi kushirikiana, sawa sawa jamaa. Na kama mtakumbuka nilipokuja hapa Kariakoo, safari yangu ya kwanza nilikwenda kwenye ofisi ya Machinga. Nafikiri unakumbuka hiyo mwenyekiti wangu. Kubwa nilisema pale kuna vijana wengi, si ndio? Kuna vijana wengi. Na naamini kabisa nikiwatumia vizuri hawa vijana watanisaidia kuhakikisha Kariakoo inakuwa salama. Sawa sawa? Na nipongeze, napata ushirikiano mkubwa sana kutoka pale kwa Machinga. Sawa sawa? Kwa sababu hata research zilizofanyika wahalifu wengi ni vijana. Sawa? Lakini wachache wale waliokingiuka. Wahalifu wengi ni vijana. Japokuwa sisemi kwamba wazee hakuna wahalifu. Sawa sawa? Kwa hiyo shime kwa pamoja tushirikiane. Wa Machinga na wenzetu wa polisi jamii tushirikiane, tuifanye Kariakoo yetu iwe salama, si ndio? Tuna bahati kutoka kwa viongozi wetu. Tamko lishatoka kwamba Kariakoo inatakiwa kufanya kazi masaa 24, si ndio? Hii ni fursa kwetu, si ndio? Ni fursa, biashara itafanyika zaidi, serikali itapata mapato zaidi, na hapana shaka sisi wananchi tutapata ajira za kutosha. Ni fursa kubwa hiyo, si ndio? Lakini hii fursa inategemea ulinzi na usalama, si ndio? Bila usalama hiyo fursa haitawezekana, si ndio? Haiwezekani mtu atoke Mbezi, atoke kule Temeke, akaja hapa kufanya huduma, si ndio? Kufanya shopping. Lakini mwisho wa siku akaibiwa saitimira ama vitu vingine. Kesho hawezi kuja huyo mtu, si ndio? Wenye jukumu la kuhakikisha kwamba hao watu watakaokuja hapa wao pamoja na mali zao wanakuwa salama ni sisi polisi na nyie wananchi. Sawa sawa? Serikali ina mchango wake, lakini na sisi wananchi tuna mchango wetu ili kuhakikisha kwamba ili lengo kuu la serikali linatimia bila shaka, si ndio? Wanasema siku zote kidole kimoja hakivunji chawa, sawa? Sisi kwetu ama mimi kwangu mhalifu ni kidole kimoja. Sawa sawa? Lakini sisi wananchi pamoja na polisi ndio vidole vingine. Na vile vile tunasema polisi ni kidole kimoja katika mkono. Tukisema tunakunja ngumi kwa kutumia cha kidole kimoja tu tukamwadhibu mhalifu, si ndio? Lakini tukishirikiana na wananchi wa tabaka mbalimbali ambao ndio vidole vingine viliobaki, tukamkunja ngumi, ni dhahiri huyu mhalifu tutamzidi, si ndio? Tushirikiane jamaa. Wahalifu hawa ni ndugu zetu, dada zetu, kaka zetu, na tunawafahamu, si ndio? Tunajua kabisa shughuli zao na mida ambao wanarudi nyumbani. Tukishirikiana sisi sote kwa pamoja kupeana taarifa, hakika Kariakoo itakuwa shwari, si ndio? Ndio Dubai yetu hii. Sawa sawa jamaa. Lazima iendelee kuwa shwari, na ambao wataleta ushwari ni nyie na sisi. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa DC na mwenyekiti wangu wa kamati ya ulinzi na usalama, naomba kukaa chini. Asante. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ana ratiba nyingine, naomba kwa dakika hizi 3 zilizobaki na sisi tumemaliza kipindi chetu, wale wafanyabiashara wawili au watatu waseme walivyojipanga kwa ajili ya mkutano huu wa wakuu wa nchi wa SADC. Mmejipanga vipi na mtawapokea, mmeandaa kitu gani maalum cha kuwafanya wageni watakaokuja
wabaki na kumbukumbu ya Ilala, wabaki na kumbukumbu ya Kariakoo na ya Tanzania kwa ujumla. Wala watu watatu tu. Mimi nazeekea hapa toka Rais Nyerere yuko Jangwani analeta mkutano ya kwenda. Kwa hiyo naelewa kabisa, nasema bwana na Mungu atusaidie na sisi wote tuwe wasafi, kuwapokea wageni, kuwakarimu vizuri, kuwakaribisha biashara na kuongea nao kama unajua lugha basi, yaani kujenga heshima yetu kwa sababu vizuri tu. Baba. Mimi ni waombe wafanyabiashara wote wa machinga, kama tutapata fursa ya kusogea kwenda kuwapokea wageni, tuungane wote kwa pamoja na mabango ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, na hata wageni wajue Mheshimiwa Rais wetu ni rais wa namna gani. Sisi tunaamini ni rais wa mfano duniani, sio Afrika. Ni rais wa mfano. Kwa hiyo tutaenda na vibendera, lakini pia kama tutapata fursa tutawaeleza wageni kwamba Mheshimiwa Rais ni mkarimu wa kiasi gani kwa Watanzania wenzake. Mheshimiwa DC, labda ungemaliza kuhusiana na swala la Sadik, kuwapa ujumbe wa wafanyabiashara, neno lako la mwisho na fikra zako kuhakikisha wafanyabiashara wadogo hawa waliopo sasa hivi wanakuwa kwenda kwenye kwa wafanyabiashara wakubwa. Kwanza mimi nashukuru kabisa kwamba wao wenyewe wamejipanga na watahakikisha kwamba kuna ulinzi, kuna usalama na watakuwa na ukarimu mzuri kwa wageni wetu. Tunataka tuendelee kuitangaza Tanzania yetu, Dar es Salaam yetu na Ilala yetu kwa wageni ili waiweze kuijua kwamba Tanzania ni mahali pazuri pa kufika. Na sasa ni zaidi katika hii awamu yetu ya 5. Kwa hiyo sina shaka mmejipanga katika hilo. Na nyinyi wafanyabiashara wadogo wadogo, hii ndio fursa. Biashara yao kama zilikuwa zifahamiki, sasa zifahamike. Kama ulikuwa unataka kuuza katika nchi mbalimbali, sasa ndio muda wa kuweza kuongea na hawa na kuzipeleka bidhaa zako katika maeneo yale. Lakini pia kule kwenye kiwanda chenu mlichokuwa mmekitengeneza cha viatu, hii ndio fursa yenyewe ya kuuza vile viatu vyenu na zile bidhaa zenu nje. La mwisho, naomba nitangaze, najua kuna ujumbe una trend huko ukisema wenza wa marais watakuwa wanatembea. Ratiba hiyo haijatoka. Tusubiri ratiba itakayotolewa na mambo ya nje kutoka foreign. Wao ndio watakaotoa ratiba hususan ya hawa viongozi watakwenda vipi. Kwetu sisi tunajitayarisha kwa ajili ya hamasa na kuwapokea. Kwa hiyo kama kuna mazungumzo ya kuwa nazungumza kwenye vikao, yasitoke yakawa ndio taarifa. Taarifa hii watatoa watu wa foreign kuhusiana na ratiba ya wenza, kuhusiana na ratiba ya marais. Sisi hatutoi ratiba. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hiki kipindi kinaitwa On The Bench na tutaomba utatufungia wewe kipindi leo. Naomba niwakumbushe kwa sababu Mkuu wa Wilaya amezungumzia hapa pia wale wafanyabiashara na watengenezaji wa viatu. Tunao mradi maalum unaitwa TASIP, unafahamika kabisa na serikali, unasajili wasanii wanaofanya kazi za sanaa ya mikono. Wasanii wanaofanya kazi ya sanaa ya mikono. Kwa hiyo jiunge, utambulike, ukopesheke na uweze kukuza biashara yako nje ya Tanzania na nje ya eneo lako. Lakini hata sisi biashara yetu hapa ya kahawa tutailipa kwa Mlipa, kwa sababu tunao Mlipa ambao wanafanya urahisi kwenye kulipa bidhaa kupitia simu yako ya mkononi. Utaratibu na njia ya kulipa utazidi kuona kwenye screen. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunashukuru sana kwa kuja kwako. Asante. OCD Jumanne Kubwa, tunakushukuru sana pia kwa kuwepo hapa. Mwenyekiti, ulisema nataka kutoa shukrani, na kupa sekunde 30 tu, toa shukrani zako. Mheshimiwa DC atufungie kipindi leo. Wote waliokusanyika hapa kwa ajili ya hiki kipindi nawashukuru, asanteni sana. Lakini pili, namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu zamani tulikuwa tuna muda huu. Sasa hivi hapa afande ni rafiki yetu, lakini wakati huu hakuwa rafiki yetu, angeshatupiga mabomu hapa tayari. Kwa hiyo lazima tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametufanya sasa wote tumekuwa wamoja. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa DC wetu wa Ilala, DC wa Ilala ambaye na yeye pia anamwakilisha Mheshimiwa Rais. Pia na yeye ni mshukuru kwa sababu amekuwa akipoteza muda wake mwingi kwa ajili ya kutusikiliza. Anasikiliza majungu, anasikiliza ya kweli, lakini yote anayabeba Mheshimiwa DC. Tumshukuru sana kwa uvumilivu wake. Na pia niwashukuru na nyinyi waandishi wa habari wote nchi nzima kwa pamoja. Mmeacha kuandika yale mabaya ya wamachinga. Sasa hivi mmeanza kuandika mazuri na muendelezo wa machinga. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Kwanza kabisa naomba nikishukuru sana kipindi cha On The Bench Dar24 kwa kuanzisha kijiwe hiki. Isiwe mwisho, iwe ni mwanzo. Tuwe tuna kipindi kama hichi kila baada labda ya mwezi, tunakutana tena tunaongea. Mwishoni kama hakuna kitu tunakunywa kahawa na kumsifia Mheshimiwa Magufuli. Oye!
Mheshimiwa Magufuli, haya mengine yasingeweza kutokea. Mheshimiwa tumwambie tuko pamoja naye. Kuna uchaguzi wa serikali ya mtaa mwaka huu na mwaka kesho kuna uchaguzi pia. Mheshimiwa wetu tumpongeze, tumunge mkono na tumwache aendelee kutamba, ili hii miaka aliyofanya haya maajabu, hiyo miaka 5 mingine aiongeza, anaitengeneza Kariakoo, New York ya Dar es Salaam, Dubai ya Dar es Salaam. Huyu si mwingine, tuendelee kumwombea. Kama we ni Muislamu, ukiweka zile raka zako 2, muombee Mheshimiwa Magufuli. Kama we ni Mkristo, ukienda kupiga magoti kanisani, muombee Mheshimiwa Magufuli ili aendelee kutuletea mambo mazuri na kutujali sisi wanyonge. Mheshimiwa Magufuli oye! Labda asante sana kwa kutuletea kipindi hichi. Asanteni sana Dar24, asanteni wa machinga wote. Tuendelee kuungana. Ilala ni ya kwetu, Dar es Salaam ni ya kwetu, Tanzania ya kwetu. Tutembee kifua mbele. Mheshimiwa Rais anajua tupo. Asanteni sana.